nimeingia mwezi wa 11 mpaka tarehe 30 basi litakuwa lishaingia, lakini ninaweza nikaliwaisha kutokana na mapenzi yake. Sasa anataka aliwaishe basi, na sio kwamba Simba wana basi, mabasi tunayo, sio moja tena ya maana kabisa, lakini nitaliwaisha ili basi. Umeelewa bwana? Nitaliwaisha nini? Nitaliwaisha ili basi. Huo mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10. Ndani ya mwezi wa 10 liwe lishafanya nini? Limeshaingia. Si umeelewa? Kwa hiyo moja kwa moja unakuta wao ndo wametembea na ile propaganda ya mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10. Lakini mwezi wa 10 sio tarehe ambayo mwezi alioahidi nani? Jairuti. Jairuti ameahidi mwezi wa 11 ndani ya tarehe 30 mwezi wa 11. Ina maana ndani ya mwezi wa 11 basi ulishaingia. Na hii mwezi wa 10 si hatuwezi kumlaumu. Mwezi wa 10 kimetokea nini? Kila mtu anafahamu mambo mengi yametokeza. Kwanza Jairuti yeye ni mtu wa siasa. Alikuwepo kwenye masuala ya siasa. Yule ni diwani. Asiye Pongo kule Makongo juu. Yule bwana alikuwa katika kampeni za masuala nini? Masuala ya siasa. Si umeelewa? Kwa hiyo alikuwa yuko bize. Umeelewa? Na pili, uchaguzi ulivyofika kimetokea nini? Nani anaweza kaileta meli hapa Tanzania wakati tayari kuna machafuko yamefanya nini? Yalikuwa yanaendelea. Kwa hiyo unamlaumu nini? Kwa hiyo hadi yetu iko pale pale. Umeelewa? Yaani wana Simba watulie, tuendelee kumwamini bosi wetu. Kila kitu alichoahidi Jairuti kinaendelea kutekelezwa kama kawaida. Kwa mfano kama pesa zinaendelea kutolewa kama kawaida. Si umeelewa? Kila mwezi pesa zinafanya nini? Zinaendelea kutolewa. Kwa hiyo wana Simba wawe katika hali ya utulivu, wajue kabisa kwamba Simba yao iko kwenye mikono salama ya nani? Ya Jairuti. Kikubwa wanachotaka kupiga kampeni hawa, tushindwe kununua jezi zetu. Na jezi zetu ni bora, na ndio maana wameshindwa kutambulisha jezi zao. Na ndio maana wanaanza kupiga kelele mapema wapate kumchafua Jairuti, tushindwe kufanya nini? Kuzinunua jezi zetu. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa. Kwa wana Simba watulie, basi liko pale pale. Mimi nimeongea na Jairuti baada ya kusikia ile taarifa. Umeelewa bwana? Akanambia usiwe na wasiwasi. Basi tayari lishafanya nini? Limeshaingia South Africa na sasa hivi linapigwa sticker. Si umeelewa? Basi linapigwa nini? Linapigwa sticker za logo ya Simba pamoja na wadhamini wa Simba. Litatoka South Africa linaingia hapa kwa miguu yake. Kwa hiyo chuma kipo South Africa. Na mpaka picha amenirushia na nimeiona. Umeelewa? Watanyamaza tu wao, Simba sio na wasiwasi. Ni siku 14 zimebaki. Kabla tujaingia kwenye mkutano mkuu tarehe 30 mwezi wa 11 basi litakuwa tayari lishafanya nini? Limeshatambulishwa. Na inawezekana mechi ya pili ya kimataifa Simba anaingia na basi lake pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Sawa. Hivi tuhamie upande wa pili, tumeshuhudia sakata. Ndio yeye kaja na hii propaganda, atazungumzia mambo ahadi 10 alizoziweka Jairuti ili kuwapoteza wanayanga nini? Wanayanga kishki. Mkuu. Kwa hiyo kulikuwa na mambo ya msingi sawa ya kuyazungumzia. Baada ya kuona ili swala sakata la Azizi Ndambwile limesambaa kwa kasi, ndio akazuka na hii nini, na hii propaganda ya kutaka kumchafua nini, kumchafua bosi wetu na kuanza kuangalia mambo ya Simba. Lakini kikubwa mimi ninachowaambia, Yanga wanatakiwa wawe makini sana na mikataba yao sawa na wachezaji wao, kwa sababu Yanga sasa hivi ni timu kubwa. Ukitaja timu 15 bora barani Afrika, Yanga yumo. Sasa shutuma kama hizi especially za hela ndogo kwa wachezaji wa ndani hawa, afadhali ingekuwa milioni ngapi, lakini milioni 30 40 mchezaji wenyewe umemsajili kwa hela ndogo, alafu hela hiyo hutaki kumpa. Hii inakuwa ilete taswira. Umeelewa bwana? Kwa hiyo haya ndio mambo muhimu walikuwa wanatakiwa wazungumzie, na ndio maana ile swala likaingizwa TFF. Sema baada ya kuingizwa TFF, Yanga walipopata taarifa kwamba Mwamba ameenda TFF, ndio ikabidi walimalize lile swala haraka. Walivyolimaliza tayari wakaja kuleta taarifa TFF, na ndio maana umeona leo kiongozi wa Yanga alikuja hapa na viongozi wa nani wa Ndambwile, watu wake nao walikuja. Swala wameshafanya nini? Wameshalimaliza na washaweka hadharani kwamba ile swala limefanya nini, limekwisha. Kulikuwa na mix connection, lakini ni uongo, ili swala lilikuwa ni kweli. Kwa hiyo kama anatakuwa azungumzie masuala ya Yanga yenye uhalisia, sio kuzungumzia vitu vya Simba ambavyo bado havina uelekeo wa nini wa uhalisia. Yaani hicho ndio kikubwa. Nadhani kuna kitu Afrika sio anatakiwa kufanya, kwa sababu imekuwa si mara moja wala si mara mbili katika Yanga. Kuna vitu anatakuwa ajifunze kwa Simba, kwa Azam. Sawa, kwa nini wenzao wao wanakuwa hawana haya matatizo? Umeelewa? Simba ukisikia au Azam ukisikia ni propaganda, lakini Yanga ni uhalisia. Sasa Yanga wanatakuwa wajifunze kwa hawa watu wanaendeshaje
au wanaingiaje mikataba na wachezaji wao na wanaendeshaje hivi vilabu. Yani kikubwa ndio hicho, lakini kiuhalisia wanatakiwa wachukue tahadhari. Hivi vitu vinaichafua brand ya Yanga. Pengine hili sakata la Jerut linaweza pia likawa limeibua hisia nyingi kwa mashabiki wa mnyama Simba. Unawaambia nini sasa mashabiki wa Simba? Mashabiki wa Simba wasiwe na wasiwasi, kwa sababu bosi jana amehojiwa, amejibu, na sisi tunaendelea kukazia kwamba Jerut hana mbambamba. Yani katika watu ambao mimi sina shaka nao ni Jerut. Si umeelewa? Kwanza ni Mtanzania. Umeelewa Ni Mtanzania ambaye mwenye kampuni ambayo haina ujanja. Kampuni ya Jerut haina ujanja. Si umeelewa Yani kampuni haina ujanja. Kwa hiyo kila alichoahidi, mimi nadhani kitakuwa nini? Kitakuwa na utekelezaji. Sasa tatizo ni muda. Watu wanashinda kwanza na muda. Angalia takribu za nyuma alizokuwa anaingia ule mkataba ni mwezi wa 11 tarehe 30. Sasa wajiulize wana Simba, mwezi wa 11 tarehe 30 ishafika. Ile swala mwezi 10 alisema yeye mwezi wa 10 kwamba ninaweza likatangulia kabla nini? Kabla kufikia ile tarehe nini? Tuloandikishiana, lakini kikubwa sasa kutokana na matatizo yaliyojitokeza, mimi nadhani watu wana Simba wasiwe na wasiwasi. Basi lipo na lishaingia. Sisi tunaongea na boss. Umeelewa? Tunaongea na boss na tunafanya nini? Tunalijua hilo swala. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi kabisa. Yani kikubwa wajiandae tu. Hii ilikuwa ni vita ya kibiashara. Wanataka kuharibu kampuni, yani jina la kampuni ya Jerut, ili wapate wana Simba wapate kuchafukwa na roho, wasinunue jezi zao za kimataifa. Lakini ninawaambia, ukikosa kununua jezi ya kimataifa utakuwa umepata hasara kubwa. Kama nilivyowaambia kwenye msimu, usipovaa jezi ya msimu utakuwa umepata hasara. Wewe weka historia, uwe wa kwanza kuvaa jezi yenye chata ya Diadola. Na hii sasa ndio jezi bora na uhakika katika mashine. Timu 16 zinazocheza 16 bora. Jezi ya Simba inawezekana ikashika nafasi ya pili au nafasi ya kwanza kwa ubora, kwa jinsi nilivyoiona. Jezi nimeiona. Jezi ni bora. Nawaambia kabisa jezi ni bora. Wewe mpaka unamwona mtani kaelisha katika kutambulisha jezi yake. Anajua akitambulisha itakuwa ni sawa sawa na uchafu. Na Simba tunawasubiri. Wakitambulisha na sisi ndio tunatambulisha. Tunaua biashara yao ya jezi. Sisi tunaua kwa vitendo, sio wao kwa propaganda. Sisi tu biashara mtu kwa propaganda. Sawa. Hivi tumalize na hili hapa. Kikosi kipo kwenye maandalizi kuelekea mchezo wa kimataifa dhidi ya Petro Atletico tarehe 23 katika dimba la Mkapa. Kama wana Simba wamejiandaa? Sisi tunajiandaa, nadhani 10 days before. Sawa, hamasa zitaanza. Nadhani hamasa zitaanza hapa kuanzia wiki ijayo. Umeelewa? Hamasa zitaanza sawa kuelekea katika nini? Kuelekea kwenye mechi na Petro Atletico di Rwanda. Tusidharau, mechi ni kubwa. Petro Atletico kila mtu anaifahamu. Petro Atletico kashawahi kumtoa Mamelodi Sundowns robo finali miaka 2 nyuma. Kwa hiyo ni timu ambayo inacheza robo finali mara kwa mara. Sawa, ni timu ambayo ishacheza nusu finali. Umeelewa? Karibuni mara 2 mara 3. Kwa hiyo ni timu kubwa na inatoka kwenye ligi bora vile vile Angola. Kwa hiyo wasidharau Petro Atletico di Rwanda. Kwa hiyo kikubwa wana Simba tujiandae katika kununua nini jezi zetu na kujiandaa na hamasa, tukate tiketi mapema pindi zitakapotangazwa. Ule uwanja unatakiwa ujae. Kwanza ni mechi kubwa. Ni timu ambayo tulikuwa tunaitamani tujakutana nayo, Petro Atletico. Kwa hiyo tumekutana nayo. Kwa hiyo mechi itakuwa ni kubwa, mechi ambayo yoyote anaweza akapata nini? Akapata matokeo. Lakini kikubwa si tuujaze uwanja, tumalize kazi yetu. Sawa? Yani na maana Simba fans must play our role. After uiachie nini benchi la ufundi pamoja na nini? Na wachezaji pamoja na viongozi. Lakini sisi tunatakiwa tuujaze uwanja kama mchezaji wa 12 katika kwenda kuisupport nini? Kuisupport timu. Kwa pindi tiketi zitakapotangazwa tu na semaji la FIFA, basi tayari tutakuwa tununue tiketi zetu, watu wa mikoani watoke, sawa, tununue jezi zetu, tununue tiketi zetu, tuelekee uwanja Benjamin Mkapa tukaujaze pale. Lile ni tanuri la moto. Sasa moto pale sio kwamba tukawashe moto. Moto ni sauti na kelele. Na ule umati joto linaongezeka. Kwa hiyo wale ndio wataijua kwamba Simba ni timu ya aina gani. Kwani kikubwa tiketi zikitangazwa tu tuzivamie tiketi zetu 2 days or 3 days before, basi tiketi ziwe sold out. Yaani hicho ndio kikubwa. Mmejipangaje ili kuzuia kile ambacho kimeweka nje ya uwanja katika mechi 2 hivi msimu huu? Hichi tahadhari ni kubwa. Takiwa sisi wenyewe ndio tuwe walinzi. Umeelewa Sisi wenyewe ndio tuwe nini? Tuwe walinzi. Sawa, wa kuilinda nini? Wa kulinda amani ya nini? Amani ya timu yetu. Sawa, kwa sababu adhabu inatukuta sisi. Na kama tunavyofahamu sasa hivi, sawa, hujuma ni nyingi. Sawa, mpira sasa hivi umegeuka kama uadui Tanzania. Kila mtu anataka kumharibia sifa mwenzie. Na anajua Simba tukiwa tumeujaza uwanja ule, huwa hatupotezagi mechi. Sasa ili tupotee, tunatakiwa tuwe makini, sawa, ili tuweze kwenda kufanya nini? Kwenda kujaza uwanja kuisupport timu yetu. Kwa hiyo kikubwa wana Simba tuchunguzane tunapoingia uwanjani. Atakaoleta fujo basi tumkamate na
kabisa kwenye mikono ya nini ya sheria. Tusomane wenyewe kwa wenyewe kwamba kweli huyu nilokaa naye hapa ni Simba, na kama ni Simba hivi vitendo wanavyotaka kuvifanya vinaendana sawa na hadhi ya nini, hadhi ya timu yetu, sawa na vitu wanavyovitaka nini, wanavyovitaka CAF. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo CAF hawavitaki basi visije vikaingia nini uwanjani, mabaruti yale manini tutakuwa tuzuiane wenyewe kwenye, tusachiane, umeelewa yani hicho ndio kikubwa ili tulinde amani ya timu. Shukrani sana. Asante sana.